Watu wengi hapa wanasema kwamba nina imani moyoni mwangu, moyo wangu ni safi na ninafanya matendo mema, na mazungumzo mengine ya kusisimua. Tunamwambia huu ni mtihani na mtihani. Amesema mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam, mwenye kumwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho basi amheshimu mgeni wake, na anayemwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho basi na ashike mafungamano ya jamaa, na anayemwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho basi na aseme mema au anyamaze. Anasema kitu kizuri na mimi sinyamazi. Hizi ni ishara za imani ya kweli. Kudumisha uhusiano wa familia. Mungu akubariki. Ni rahisi, inaweza kufanywa kwa njia kadhaa. Jambo la kwanza unapaswa kufanya ni kwenda na kuwatembelea katika maeneo ambayo hukuweza kutembelea mwenyewe. 2. Kuwakaribisha pamoja nawe, na kama tulivyotaja hapo awali, Ramadhani inatuleta pamoja na fursa ya wewe kuwaalika na kuwaleta pamoja nawe. Mambo matatu ambayo huwezi kuleta, usiende, yachumbuze, uliza kuyahusu na uwasalimie. Hasa sasa katika kizazi cha teknolojia ya kisasa na njia za mawasiliano, una kila kitu: Karima Himesenga, WhatsApp, kuzungumza kwenye simu. Jambo kuu ni kuwaita jamaa zako na kuuliza juu yao. Vilevile kuwapa sehemu ya mali yako, iwe ni kutoa sadaka ambayo si zakat ikiwa wanahitaji, au kama hawahitaji uwape zawadi. Hapa unapata thawabu mara 2. Kwa nini? Mtume Abu amesema sadaka kwa masikini ni sadaka, na kwa ndugu wa damu ni 2, sadaka na kuunga undugu, yote mawili kwa pamoja.